Kama tunavyofahamu, sasa hivi nchi yetu imeingia katika kipindi cha mvua, na kipindi hiki huwa kinakuja na athari zake, pamoja na kwamba mvua ni neema ambayo inatuletea mazao, lakini vile vile kwenye miundombinu inaweza ikaleta athari sehemu chache katika miundombinu yetu. Nchi yetu ni kubwa na nchi yetu inakumbana na changamoto mbalimbali za kimazingira, na mojawapo ni hili la mvua ambalo tunakabiliana nalo kwa miaka mingi sasa. Hivi leo niko hapa katika eneo la Mbande. Mbande ni eneo ambalo tumefanya uboreshaji wa eneo hili ili kukabiliana na athari ya mvua. Hili ni eneo ambalo tuko katika hatua za mwisho kabisa kukamilisha mradi huu wa mfupi ambao ni katika kuongeza uwezo wa barabara isiweze kupata athari za mvua. Mradi tuko katika hatua za mwisho. Wako wahandisi wa TANROADS, lakini vile vile wako wahandisi wa mkandarasi ambao wako hapa kuhakikisha kwamba kazi hii inakamilika. Sasa hivi hakuna tena matatizo katika eneo hili la Mbande. Lakini vile vile napenda kuwasiliana na umma kwa ujumla kwamba kuna maeneo ambayo yameathirika zaidi nchini mwetu katika mvua hizi za siku chache, ikiwemo mkoa wa Njombe katika barabara ya Itoni Lusitu, lakini vile vile mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Mbeya, Arusha na baadhi ya maeneo yaliyoko katika mkoa wa Rukwa na Katavi. Hayo ni athari zingine ni ndogo za kiwango tofauti, lakini kuna maeneo mengine athari zake zinatokana na kwamba kuna ujenzi unaendelea. Kwa mfano barabara ya Itoni Lusitu ambayo mkandarasi bado yuko site na kazi itaendelea. Hivyo natoa wito kwa wahandisi wa mikoa au mameneja wa mikoa wa TANROADS wahakikishe kwamba wanasimamia maeneo yao, sio tu kule ambako kunapata athari kwa sasa hivi tunavyoona, lakini vile vile katika maeneo ambayo pia hayana athari. Tuna muongozo wetu wa kukumbana unaitwa Emergency Response Manual ambayo yani ni muongozo wa kuitika kwa dharura pale ambapo changamoto za kimazingira zinapojitokeza. Hivyo wanaelekezwa kufuata muongozo ule mameneja wote wa mikoa ili kuhakikisha kwamba pale ambapo athari hazijajitokeza basi zizuiwe, na kama tulivyokuwa tunawasiliana katika miongozo mbalimbali niliyoitoa huko nyuma. Hivyo napenda kuwatoa wasiwasi wananchi kwamba tutaendelea kufanya kazi na mameneja wa mikoa hiyo ambayo imeathirika wako kazini saizi ili kuhakikisha kwamba huduma ya usafiri na usafirishaji wa wananchi, mazao na magari unaendelea bila kupata athari kubwa zaidi. Asante sana.